Umewahi kujiuliza ni kwa nini unaweza ukawa na mawazo mazuri kama vile kuanzisha biashara lakini hauanzishi? Au kwa nini unajua unapaswa kuongea mbele za watu lakini ukashindwa? Kitu kimoja kinachokuzuia ni hofu. Hofu ni kama gereza lisilokuwa na kuta. Watu waliofanikiwa duniani huwa majasiri na huonekana kama hawana hofu. Ila ukweli ni kwamba wao huifanya hofu kama sababu ya mafanikio. Kwanza tambua hofu huwa inatokea wapi. Kitaalamu, binadamu huwa anazaliwa na hofu za aina mbili pekee: hofu ya sauti kubwa na hofu ya kuanguka. Hofu nyingine zote kama hofu ya umaskini, hofu ya kukataliwa au hofu ya kushindwa ni hofu ambazo tunajifunza kupitia mazingira, malezi pamoja na uzoefu wa maisha. Kibiolojia, hofu ni alamu ya mwili iliyoundwa kutulinda na hatari. Tatizo ni kwamba ubongo wako haujui tofauti kati ya hofu halisi na hofu ile ambayo inatokana na mazingira ya kawaida. Kama vile kukutana na simba au wazo la kuanzisha biashara mpya, zote huwa tunaziona kama ni hatari sawa. Kuna aina za hofu ambazo zinazuia watu wengi kufikia mafanikio au malengo yao walioyaweka. Kwanza, hofu ya kukataliwa. Hii humfanya mtu ashindwe kuomba fursa au kuonyesha kipaji chake kwa kuogopa kuwa atashindwa au atasemwa vibaya. Pili, hofu ya kushindwa. Watu wengi hawaogopi kushindwa, ila wanaogopa aibu itakayotokea baada ya kushindwa huko. Hii inawafanya wabaki kwenye eneo la faraja, comfort zone. Na hofu ya tatu ni kutokujulikana. Hii ni hofu ya kuanzisha kitu kipya ambacho hauna uhakika nacho 100%. Hofu haikuzuii tu kufanya jambo, bali inakuzuia uwezo wako wa kufikiri. Unapokuwa na hofu, mwili unatoa homoni ya cortisol. Hii homoni inafunga sehemu ya mbele ya ubongo, prefrontal cortex, inayohusika na maamuzi ya busara na ubunifu. Hofu inakufanya uwe na analysis paralysis. Unafikiri sana mpaka unashindwa kuchukua hatua. Lakini mafanikio huja kwa kuchukua hatua na sio kwa kufanya tathmini za hali ya juu. Mfano, watu wengi waliofanikiwa hawana superpower. Siri yao ni hii: wanafanya jambo wakiwa na hofu hivyo hivyo. Na wanaofeli mara nyingi wale wanapopata na hofu huwa wanaacha. Mwandishi Mark Twain aliwahi kusema kuwa ujasiri sio kukosekana kwa hofu, bali ni kuimudu hofu. Waliofanikiwa wanatumia hofu kama dira. Kama jambo linakuogopesha, maana yake ni kwamba jambo hilo ni kubwa na lina umuhimu wa kufanywa. Unapaswa kubadilisha hofu na kuwa msisimko. Steve Jobs, mwanzilishi wa kampuni kubwa duniani ya Apple, maarufu kwa utengenezaji wa simu za iPhone, aliamini kuwa hofu ya kifo ndio siri ya kufanya maamuzi makubwa duniani. Katika hotuba yake maarufu ya Stanford, alisema kuwa kila asubuhi alikuwa anajitazama kwenye kioo na kujiuliza, kama leo ingekuwa siku yangu ya mwisho, ningependa kufanya hiki ninachokifanya sasa. Alisema kuwa kumbukumbu ya kwamba utakufa hivi karibuni ndio njia bora zaidi ya kuepuka mtego wa kuweza kuchukua hatua na kupoteza hofu. Kifo kinaondoa hofu ya aibu au kushindwa na kukuacha ukiwa na kile ambacho ni cha umuhimu pekee. Hii ilimfanya awe na ujasiri wa kuunda bidhaa kama iPhone na kutoogopa ushindani wa makampuni makubwa ambayo yalikuwepo wakati huo. Mbinu za kitaalamu ambazo husaidia kupunguza hofu. Mbinu ya sekunde 5. Hii ni mbinu ambayo ukipata wazo la kufanya kitu, unaanza kuhesabu kuanzia 5 hadi 1. Ukihesabu kuanzia namba 5 hadi 1 kinyume, hii itapunguza akili yako ya hofu, na kabla hujaanza kubadilisha mtazamo wako kuhusiana na jambo unalohitaji kulifanya, basi utachukua hatua kabla akili haijakutuma uache. Anza kufanya mambo madogo madogo yanayokuogopesha kila siku. Unavyozidi kukubaliana na hofu, ndivyo amygdala yako inapopunguza ukali wa alarm ya hofu na badili mtazamo mbaya kwenda mtazamo mzuri. Badala ya kusema kuwa ndio nitashindwa, sema je, nikifanikiwa itakuwaje? Andaa mpango wa dharura, andika hofu yako, kisha andika jambo baya zaidi linaloweza kukutokea. Ukigundua kuwa hata ikitokea bado utakuwa hai, hofu inapungua nguvu. Kumbuka, hofu ni hisia, sio ukweli. Kila upande wa pili wa binadamu kuna hofu, na kila upande wa hofu jua ndipo mafanikio yako yalipo. Je, ni hofu gani imekuwa ikikusumbua kwa muda mrefu? Andikia kwenye comment section hapo chini. Na kama video hii imekupa nguvu na kuchukua hatua, usisahau kusubscribe na kulike pia. Tukutane kwenye video ijayo.